Miaka yote hii tulikuwa tuna shida ya maji. Tulikuwa tunaenda kilomita 3 kwenda kufuata maji. Tulibeba ndoo kichwani, ukitoka maji kilomita 3, unatembea na maji, ukileta hayo maji lita 20 haziwezi kutosheleza. Tunamshukuru Mungu sana kwa ajili ya neema hii ambayo Mungu ametupa na ametukumbuka kupitia shirika letu la Pingos. Yaani kabla sisi wananchi wa kijiji cha Gumba hatujapata maji hii, tulikuwa tunasumbuka sana. Yaani wakina mama walikuwa wanatoka sehemu mbali sana, yaani wanatumia masaa 5 kwenda kuleta kufuata maji mpaka kule chemchemi. Shukrani ya kwanza ni kwa ndugu zangu wa Pingos. Mkafanya kazi kubwa ya kuleta maji hapa, mimi nimekuja tu kuwaunga mkono. Sina maneno ya kutosha, ajeito ashole. Oldonyo Media. Habari karibu nawe. Shirika la Pingos Forum limezindua na kukabidhi rasmi mradi wa maji wenye uwezo wa kuhifadhi lita 100,000 katika kijiji cha Kimwate wilayani Longido mkoani Arusha, mradi ambao unatarajiwa kunufaisha wananchi wasiopungua 2115 pamoja na mifugo zaidi ya 5,000. Mradi huo unaotekelezwa chini ya mpango wa ufuatiliaji na uwezeshaji wa jamii za asili unaolenga kuboresha upatikanaji wa huduma muhimu za kijamii kwa jamii za pembezoni, hususan upatikanaji wa maji safi na salama kwa wananchi wa kijiji cha Kimwate nchini Tanzania na kijiji cha Meto nchini Kenya. Kwa muda mrefu jamii hizo zimekuwa zikikabiliwa na changamoto kubwa upatikanaji wa maji, hali iliyosababisha wanawake na watoto kutumia muda mrefu kutafuta maji pamoja na kuathiri shughuli za ufugaji katika maeneo hayo. Akizungumza wakati wa uzinduzi na makabidhiano wa mradi huo, mratibu wa mradi kutoka shirika la Pingos Forum, ndugu Kiaro Tendeu, amesema mradi huo una muhimu wa kipekee kutokana na kutekelezwa katika eneo la mpakani kati ya Tanzania na Kenya, hivyo kuwa daraja la kuimarisha ustawi na ushirikiano wa jamii za pande zote mbili. Amesema mradi huo haujaishia katika kujenga miundombinu ya maji pekee, bali umebeba lengo pana la kuhakikisha jamii za pembezoni zinapata huduma muhimu na kushiriki kikamilifu katika maendeleo yao. Kwa upande wake, mkuu wa wilaya ya Longido kwa niaba ya serikali ndugu Salum Kali amepongeza shirika la Pingos Forum kwa utekelezaji wa mradi huo, akisema utasaidia kupunguza changamoto iliyokuwa ikiwakabili wanawake na watoto waliokuwa wakitembea umbali mrefu kutafuta maji. Ameongeza kuwa uwepo wa maji ya uhakika utaongeza tija katika shughuli za ufugaji na kuchochea maendeleo ya wananchi wa Kimwate na maeneo yanayozunguka. Aidha, mbunge wa jimbo la Longido Mheshimiwa Stephen Kiruswa, ambaye pia ni naibu waziri wa madini, amelipongeza shirika la Pingos Forum kwa kuendelea kuwa karibu na jamii kupitia miradi yenye kugusa maisha ya wananchi moja kwa moja. Amewataka wananchi wa Kimwate kuhakikisha wanatunza miundombinu ya mradi huo ili uweze kudumu na kunufaisha vizazi vijavyo, akiahidi kushirikiana na mamlaka husika kuhakikisha skimu hiyo inasajiliwa rasmi ndani ya mwezi mmoja. Wananchi wa kijiji cha Kimwate wameeleza furaha yao kufuatia kukamilika kwa mradi huo, wakisema awali walilazimika kutembea zaidi ya kilomita 5 kutafuta maji kwa ajili ya matumizi ya nyumbani na mifugo. Wamesema ujio wa mradi huo umeondoa adha kubwa na kuboresha maisha yao ya kila siku, hasa kwa wanawake, watoto na wafugaji. Mradi huu unaonyesha nafasi muhimu ya mashirika ya kijamii kama Pingos Forum katika kusimamia na kuibua changamoto za jamii za pembezoni, hasa zile ambazo mara nyingi hazifikiwi kwa urahisi na huduma za msingi. Kwa Pingos Forum, utekelezaji wa mradi huu ni sehemu ya kazi yake ya muda mrefu kusimamia haki, sauti na ustawi wa jamii za pembezoni kupitia miradi inayolenga kuboresha maisha ya wananchi. Hii ni Oldonyo Media. Habari karibu nawe. Kwa majina naitwa Kiaro Tendeu, ni mratibu wa mradi wa jamii za pembezoni unaitwa Indigenous Navigator. Mradi huu unafanya kazi katika mikoa miwili, mkoa wa Manyara na mkoa wa Arusha, katika wilaya 4. Wilaya Mbulu, Kiteto, Simanjiro pamoja na Longido. Na katika wilaya Longido, mradi huko kwenye vijiji viwili, kijiji cha Orbomba na kijiji cha Kimwati. Katika kijiji cha Orbomba tumejenga nyumba ya walimu 2-in-1, lakini pia kwa hapa leo ambao tumezindua mradi, ulikuwa ni mradi wa skimu inaitwa skimu ya Kimwati. Mradi huu ulikuwa ni mradi wa kipekee kwa sababu ni mradi ambao kwanza kwa mpakani. Kijiji cha Kimwati ni miongoni mwa vijiji ambavyo viko pembezoni, lakini pia ambacho kina changamoto ya maji. Lakini kijiji hiki pia kina bahati kwamba kilikuwa na chanzo kikubwa cha maji ambacho ilikuwa ni tegemezi kwa upande wa Tanzania na upande wa Kenya.
Kwa maana hiyo kuanzia mwaka 1970 chanzo hichi cha maji kiliboreshwa na wananchi kutoka Kenya na kuvuta maji upande wa Kenya, hali iliyosababisha upande wa huku Kimwati kukosa maji pamoja kuwa na chanzo kuwa upande wao. Hali hii ilileta msuguano wa nani mwenye haki ya kutumia maji, mwenye chanzo au aliyeka miundombinu. Kwa hiyo ilileta msuguano, na ndio maana sasa katika mradi huu wa jamii za pembezoni mara nyingi huwa tunapokea maombi ya jamii yenyewe kutokana na mahitaji yao na kutokana na shida wanazozipata. Kupitia mradi wa Indigenous Navigator, kwa maana ya jamii za pembezoni, jamii za kijiji cha Kimwati waliweza kuandika andiko la mradi wakiomba kusaidiwa kuboreshwa miundombinu ya maji ya skimu ya Kimwati, na lakini pia ili kuweza kuondoa mkanganyiko wa matumizi na nani mwenye haki ya maji. Baada ya sisi kupokea lile ombi, tulikuja baada ya kufanya tathmini, tukaona kwamba ni muhimu skimu hii kuboreshwa. Kwa maana hiyo tuliboresha kwa kwanza kulinda chanzo cha maji kwa kuweka fensi na geti la kuingilia ili isingiliwe na wanyama na binadamu, lakini pia kuboresha miundombinu ya bomba ambayo ilikuwa imeshachakaa, tukaweka miundombinu mpya, kuweka tenki kubwa la lita 100,000 ambalo linaweza sasa likawapa maji upande wa Kimwati na upande wa Meto. Lakini baadaye pia tukaweka sehemu ya ng'ombe kunywa maji na sehemu pia ya binadamu kuchota maji. Na kutokana na mradi huu tunaona kwamba mradi huu tumeufadhili kwa sababu ya tija yake, kwamba mradi huu utahudumia watu 2115 ambao ni wananchi walioko Kimwati na pia na wananchi wengine kutoka upande wa Meto, lakini pia itaweza kuhudumia mifugo zaidi ya 5,000 iliyomo katika kijiji cha Kimwati. Lakini vile vile mradi huu sasa utakuwa ni mradi ambao umeleta umoja na umeweza kuleta pia mahusiano mapya, kwa sababu sasa maji ni ya kutosha, wanaweza wakapata pande zote kwa wakati ambao wataekeana utaratibu. Kwa hiyo tunaona pia kwamba mradi huu umekuja kuua ule mkanganyiko na ile misuguano ambayo ilikuwepo kwa muda mrefu ya nani mwenye haki, lakini sasa imeweka kwamba ni wakati gani unahitaji kutumia maji. Kwa hiyo kuna wakati wananchi kutoka upande wa pili, kwa maana nchi jirani, wanakuja kuchota maji na hata wanafungulia maji kwenda kwenye tenki lao, lakini pia kuna wakati ambao upande wa Kimwati nao wanaweza kutumia hayo maji vile vile. Kwa maana hiyo ule ugomvi uliokuwa umekuwepo kwa miaka zaidi ya 20 kwa sasa haupo, kwa sababu mahitaji yamekaa sawia. Leo maji pale yanatoka, tena maji ni mengi, nyie ni wa mjini na heshima kubwa kwenye haya maji. Maana yake nyie mnapata maji kwa ajili ya kunywa, tunawapunguzia mwendo kina mama yeyo wale kwenda mbali kutafuta maji. Lakini pia mifugo yetu inapata maji kwa wakati. Haikuwa jambo rahisi, lakini imewezekana kwa ushirikiano Mheshimiwa Mbunge na wadau wetu wa maendeleo na nyinyi wananchi mkajitoa kuhakikisha maji yanapatikana. Ededabar Maasai Angare Olengwani nejo lanakuruwe Kiswahili, maji ni uhai. Maji ni uhai, tumewaletea uhai karibu na nyie. Maji yalikuwa kule mlimani, leo yamefika hapa. Shukrani ya kwanza ni kwa ndugu zangu wa Pingos. Pingos Forum, taasisi yetu hii pendwa. Katika miradi hii ambayo inashindaniwa, sisi tukapata mradi huu wa maji Orgejo Oibor. Mkafanya kazi kubwa ya kuleta maji hapa. Mimi nimekuja tu kuwaunga mkono, sina maneno ya kutosha. Ajeito Ashweleng, salimia viongozi wetu wa Pingos, msalimia Porokwani, ndugu yangu, ni mdogo wangu. Waambie mbunge wa Longido anatambua na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inatambua mchango wenu katika kuchangia maendeleo. Mradi ulioko Orbomba ninaufahamu na umeuelezea vizuri, na mradi huu tulishirikiana wakati mmefikia hatua mliofikia, mkanishirikisha, na washukuru sana. Na ilikuwa ni heshima kubwa kwangu leo kuja kushiriki katika uzinduzi, na tulikubaliana siku ile nitakuja kuzindua, na mmenipa heshima hiyo kuja kufungua. Ajeito Ashweleng, asanteni sana. Pingos aliomba skimu ya maji sajiliwe. Hiyo nadhani ndani ya muda mfupi. Injinia Nyerere si uko hapa? Nyerere upo? Mnasajili ni hiyo skimu. Inachukua muda gani? Haimalizi mwezi, si ndio? Sasa kile chombo inaendeshwa kupitia haya maji. Kwa hiyo haya maji, kwa sababu mita zitafungwa tujue units zinazotumika kila siku, si ndio utaratibu wake? Si ndio? Ule utaratibu ambao utatumika
kuweka ile nominal fee kwa ajili ya uendeshaji, ndio hiyo hata nyie mtalipa tofauti na wengine. Kwa hiyo utaratibu utakaowekwa ni ule ambao hatutasema hawa tu maisara mama mlanga kwa pamoja na bogere monywa nabo. Itawekwa utaratibu, mtashirikishwa, tutashirikiana kama majirani wema. Mimi naitwa Enezaeli Lazaro, mkaazi wa kijiji cha Kimwati, kitongoji cha Kwenia. Sisi wakati tulikuwa tunaishi hapa Kimwati, nimekuja mwaka 84. Ilikuwepo changamoto ya maji. Miaka yote hii tulikuwa tuna shida ya maji. Tulikuwa tunaenda kilomita 3 kwenda kufata maji. Unaenda na ndoo, tulibeba ndoo kichwani, ukitoka maji kilomita 3, unatembea na maji, ukileta hayo maji lita 20, haziwezi kutosheleza. Jioni unarudi tena, unanyanyua ndoo yako, unaenda kwenye maji tena kwa ajili ya matumizi ya ndani na watoto wa shule pia. Kwa sababu changamoto zilikuwa nyingi, kwa sababu tulikuwa na watoto wa shule, wanaenda shuleni, hakuna maji ya kuoga. Mtoto akienda bila kuoga unaambiwa kwa sababu ni Mtanzania ndio kwa sababu ni mchafu. Kulikuwa na bomba linapita hapa. Tunaenda kuchota hayo maji, tukachota hayo maji, lakini kwamba tunaenda kuiba. Sio kwamba unaenda kuchota kwa sababu ni maji halali. Tunaenda kuiba, na ukikutwa na wale wahusika unanyang'anywa ndoo, unarudi nyumbani bila maji. Mpaka kesho yake uweze kwenda kuomba chief wa Kenya, naomba ndoo yangu iliyochukuliwa upewe au unyimwe. Hilo shirika la Pingo ndio wakatuletea maji hapa karibu. Sasa hivi tunamshukuru Mungu kwa sababu tumepata maji hapa kijijini Kimwati, tumepata maji ya kunywa, maji ya kuoga, mifugo wanakunywa. Kwa hivyo tunamshukuru Mungu. Naitwa Ruti Richard, ni mkazi wa kijiji cha Kimwati. Kwanza nitoe shukrani za dhati kwa shirika letu la Pingos Forum. Wametuletea maji, na kwanza tumeshajua maji ni uhai, na tumejua kwamba maji ni ya kwetu. Kipindi cha nyuma kidogo tulikuwa tunaonewa na ndugu zetu wa majirani wa Kenya, walivuta maji wakawa wanaitumia kwao. Kwa sasa hivi tunatumia maji ni ya kwetu, maji ni ya kwetu wana Kimwati, na wakina mama tunasema asante kwa shirika la Pingos, mmetutua ndoo kichwani.